all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all. Bwana Yesu awasifiwe na wasalimu katika jina la Bwana wa Yesu Kristo wa Nazareth. Kwa yoyote yule ambaye ananiangalia kwenye mitandao ya kijamii, ninawaalika kwenye semina kubwa sana ya maajabu. Ni semina ambayo Mungu amenisemesha, ambayo itaanza tarehe 18 mwezi wa 5 mpaka tarehe 31 mwezi wa 5. Zitakuwa ni siku 14 za ishara na miujiza. Mambo ambayo yanaenda kutendeka kwenye hii semina ni mambo makubwa sana. Namba moja, kumekuwa na maneno kadha wa kadha. Mungu amenisemesha kwamba tushikamane. Nisimamie zoezi hili kama nabii, kuombea katiba mpya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayokuja. Kwa hiyo kuhakikisha tunaiweka kwenye mikono ya Bwana. Kwa sababu Mungu ananiambia heshimuni farume zote. Na farume zote Mungu ameziweka chini ya jua akiwa na makusudi, ili wateule wa kwake kama wakina Yusufu waweze kumtokea Sauli, wakakae kwenye kiti cha enzi na kufanya kazi kwa uaminifu. Kwa hiyo ni moja, tunaenda kuombea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo imekuja. Na ninatoa wito kwa watumishi wote, wachungaji, wainjilisti wote, popote pale ulipo unaponiangalia kwenye vyombo vya habari, naomba ukaribie kwenye hii semina maalum. Ni semina ambayo ni ya kimataifa, inaenda kutikisa ulimwengu mzima, ambapo nitaisimamia mimi mwenyewe kama prophet, kama nabii. Lakini namba 2, tunaenda kuombea uchaguzi mkuu ambao unakuja mwezi wa 10 mwaka 2015. Tunategemea tupate viongozi ambao watatupeleka sehemu ambayo inayostahili, na tunategemea tuwapate viongozi ambao Mungu atakuwa ameingiza kitu kingine cha ziada, ili waweze kusimamia haki na kweli. Kwa hiyo tutakuwa na hilo zoezi la kuombea uchaguzi mkuu. Lakini namba 3, Mungu ameniambia kuhakikisha ninaachilia nguvu na neema ambayo itafungua minyororo ya watu ambao wamefungwa. Namba 1, nataka nikuhakikishie, kama una mgonjwa, ni kiwete, ni kipofu, ni kiziwi, ameugua kwa muda mrefu virusi vya ukimwi, ana kansa, ana vidonda vya tumbo, uchumi auweni, itakuwa ni siku 14 za kufanya matengenezo mapya chini ya jua. Na hayo matukio yanaenda kutendeka kwenye ardhi ya Chunya. Lakini pia jambo jingine ni kuombea nchi ambayo imelaaniwa. Mungu amenikalisha kwenye nchi ya Chunya. Kwa hiyo tutakuwa na kazi nyingine ya kuhakikisha tunafanya deliverance ya ardhi ya Chunya, kuhakikisha tunaiweka huru, ili kila mkazi wa Chunya na vitongoji vyake na mikoa na majimbo yote na nchi jirani ambazo watu watakuja kushuhudia hii neema ya kipekee ya kimungu, ili waweze kumiliki na kutiisha vitu ambavyo viko chini ya jua kwenye ardhi ya nchi ya Chunya. Lakini pia natoa wito kwa mataifa mbalimbali. This is international ministry, Glory Evangelism and Prophetic International Ministry Tanzania. Kwa ninakaribisha mataifa mbalimbali, Burundi, Rwanda, Zaire, pale Malawi na kule Zambia. Wote ambao mnanialika, tumezungumza kwenye vyombo vya habari, tumezungumza kwenye mitandao ya kijamii kupitia Facebook. Kwa ninawakaribisha. Sehemu ya kulala iko Chunya, kuna nyumba za kulala nzuri na safi. Kwa hiyo fanya booking mapema kwa ajili ya kuhudhuria mkutano huu ambao ni wa kimataifa. Lakini pia nichukue mwaliko huu kwa wakazi wote wa Mbeya, mkoa wa Mbeya. Usipende kukosa fursa hii. Ukiona mfalme amekualika kwenye nyumba ya kwake, ujue kuna neema.
na nataka ujiandae. Unapotoka nyumbani unakuja kuchukua kitu gani? Nataka majibu nilionayo niliyotoa kwa Mungu, majibu nitakapoyaachilia kwa neema ya Mungu, ukayapokea ukiwa na imani thabiti kutoka nyumbani kwako, ambayo itaenda kutikisa familia ya kwako, nchi na ulimwengu mzima, ili watu waweze kukombolewa kutokana na imani ya kwako. Mungu amejipanga sana kuhakikisha na kukomboa kwenye vifungo mbalimbali ulivyonavyo. Nataka nikuhakikishie, kama una virusi vya ukimwi, umeteseka muda mrefu, ni siku 18 za kutengeneza upya. Lakini jambo jingine ni swala la uchumi. Nitaachilia nguvu ya fedha isiyo ya kawaida. Ni mkataba. Nitatoa mkataba wa mwezi mmoja kuachilia nguvu ya fedha. Nguvu ya fedha kama sadaka ni roho. Sadaka ni roho. Na ninaamini roho kwamba ndio chief overseer kwenye huduma niliyopewa na Mungu. Kwa hiyo nguvu ya fedha ambayo nitaenda kuiachilia, jiandae kuipokea. Unaenda kuwa tai na sio kuku. Ninaenda ukutoa chini na kukuweka juu kwa mafuta ya Isaya 61 ule mstari wa kwanza mpaka wa 11. Kwa hiyo naenda ukutoa kwenye dimbwi la umaskini na ukupeleka kwenye dimbwi la utajiri. Najua kazi ambayo ninaifanya. I know who I am. Kwa hiyo karibu kwenye hiyo semina ya siku 14. Ni siku 14 za maajabu za kuhakikisha unakaa huru. Kwa hiyo jiandae, unapokuja uje unayo majibu ya kwako ambayo ni positive na si negative. Na Mungu ninayemtumikia sio Mungu wa kubipu na sio Mungu wa kubabaisha. Ni Mungu ambaye ninakula mkataba naye. Nataka wanangu ukawatimizie ya kwao, kwa maana moyo wa kwao wameumimina kwenye madhabahu ya kwako. Kwa hiyo nataka Mungu kawape ya kwao kupitia jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ni semina ya kimataifa. Karibuni sana watumishi mbalimbali wenye karama mbalimbali. Ninachokiamini, mwili wa Kristo haujengwi na nabii peke yake, haujengwi na mchungaji peke yake, haujengwi na mwinjilisti peke yake, haujengwi na mwalimu peke yake, bali ni karama 5 ndani ya kanisa. Lengo ni kukarabati mwili wa Kristo usimame na watu waweze kuokolewa, ili tuwe na kanisa lenye nguvu, ambalo hata Yesu atakaporudi chini ya jua akute kuna matumaini ya kwenda na kanisa kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikushirikishe jambo jingine ambalo ubaki unalijadili. Kwa nini mchawi awe na nguvu kuliko Mungu chini ya jua? Ni mambo mawili. Kwa hiyo nguvu ninayoiachia ni nguvu ambayo unaenda kuteka falme zote. Kama kuna mchawi alikuwa anakusumbua, wewe ndo unaenda kuwa mchawi lakini mwenye nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nataka hiyo nguvu ujiandae kwamba unaenda kumiliki na kuteka kupitia jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ni semina hii itahudhuriwa na viongozi wa serikali. Tumewakaribisha kwa neema ya Mungu ili tushirikiane. Wote tuko chini ya jua, hakuna matabaka. Tunachokijenga ni mwili wa Kristo na kuhakikisha tunatetea amani Mungu aliyoiachilia kwenye nchi ya Tanzania. Nchi ya Tanzania ni neema pekee. Hilo tu lazima mwambie Mungu asante. Kwa hiyo nimealika viongozi wa serikali, viongozi wa madhehebu yote, wote tutashirikiana kwa pamoja kuhakikisha tunaachilia neema ya maombi, wakiongozwa na mimi prophet kama nabii, na mafuta nitakayoyaachilia, ili Mungu ajibu papo kwa papo, adumishe amani ya taifa letu la Tanzania, na adumishe muungano na mshikamano wa mataifa yote.
Shalom, shalom, shalom. And all the well created things, above all wisdom, all created things.